Wapendwa waamini, karibuni hapa katika mlima wa Bwana. Nyumbani kwa Bwana wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutatembea katika mapito yake. Jamani, mpo tayari? Mmekuja katika mlima wa Bwana ili mpate kusikiliza kile ambacho Bwana anataka kutufundisha. Alafu mwahidi kutembea katika mapito yake, kwamba kile ambacho anatufundisha basi tukakiishi, ndio kupita au kutembea katika mapito ya Bwana. Wapendwa, napenda kuwashirikisha machache ninyi mkiwa kama walei. Katika kanisa kuna makundi mawili. Kundi la kwanza waliopewa daraja, na kundi la pili wasiokuwa na daraja, ambao ni walei, ambao ni kundi kubwa. Sasa ili kundi la pili lina majukumu katika kanisa. Ya ninyi kama walei, yapo majukumu mlionayo. Sasa niwakumbushie tu hayo majukumu. Moja, washiriki katika utume wa kanisa. Ninyi walei pia mko washiriki katika utume wa kanisa. Walei sio watazamaji tu. Unajua kutazama, mfano kama uwanja wa mpira, kuna wale wanaohangaika kule wanaocheza mpira, alafu kuna ambao wamekaa huko wakizunguka watazamaji wanaoangalia wale wakihangaika kule uwanjani. Kabla ya mtaguso wa pili wa Vatikano, kulikuwepo na mwelekeo kama huo, kwamba acha mapadri wa klero, si watawa, wapambane na kanisa. Sisi walei tukae pembeni, tuangalie hayo jinsi wanavyopambana kule. Lakini tujue kwamba baada ya mtaguso huo, kwa kweli na walei wanaalikwa kabisa kushiriki kikamilifu katika utume wa kanisa kuendana na hali yao. Kwa hiyo mnapaswa kumshuhudia katika maisha yenu, kumshuhudia Kristo katika maisha yenu ya kila siku, na kuleta zile thamani za Kikristo. Pengine kwa Kiingereza ndio inaleta maana zaidi, Christian values. Sasa tafsiri yake kama kwa Kiswahili thamani za Kikristo, lakini wala kwa Kiingereza ndio Christian values. Hizi thamani za Kikristo kuzileta wapi? Kuzileta pale ambapo unapokuwepo, sehemu yako ya kazi. Hizi thamani za Kikristo, kuna mfano haki, amani, upendo, ukarimu, hizi pamoja na nyingine, kuzileta pale ambapo unajikuta upo kazini, katika familia. Na pia walei wamealikwa sasa kujiingiza kikamilifu katika uinjilishaji. Kwa hiyo ninyi si watazamaji tu mkiangalia mapadri wanahangaika huko, na ninyi kwa nafasi yenu pia basi mnayo majukumu. Kwa hiyo ya kwanza ndio hiyo, kushiriki katika utume wa kanisa. Pili, kushiriki katika maadhimisho ya sakramenti. Kushiriki katika maadhimisho ya sakramenti. Adhimisho la misa takatifu
Tuchukulie mfano, padri anaenda kanisani, kuna misa hapa, anajikuta yuko mwenyewe tu pale altareni, hakuna waamini. Sio, atajisikiaje huyu? Au kuna muumini mmoja, atajisikiaje huyu padri? Kwa hiyo waamini kushiriki katika maadhimisho ya sakramenti, kwa mfano adhimisho la misa takatifu. Alafu pia katika mafundisho ya sakramenti, katika maadhimisho ya sakramenti nyingine, kwa mfano ubatizo. Ninyi wa familia mnao watoto, na mnapaswa kuandaa watoto wenu na ninyi kujiandaa kwa ajili ya ubatizo wa hao watoto. Na ndio maana tunasikia katika parokia inatangazwa kuna semina au mafundisho kwa ajili ya wazazi ambao watoto wao watabatizwa. Basi ushiriki, inapotokea unashiriki katika maadhimisho hayo. Alafu pia ipo sakramenti kama ya kipaimara, na pia kuna majukumu ya kiliturujia ambayo tunakuwa nayo. Kwa mfano usomaji wa masomo, uimbaji kama wanakuwa wanavyowaona hapo. Sasa fikiria kwamba kuna kwaya, padri anaadhimisha misa ibada, alafu hakuna kwaya inayoimba, ingekuwa kitu cha ajabu. Alafu kuta na walei wapo wamekaa tu, basi wanaalikwa kushiriki katika shughuli za kiturujia kama uimbaji wanavyofanya kwaya hapo. Pia usimamizi wa ibada. Ndio maana katika makanisa kuna nini? Kuna wale wasimamizi kuangalia mambo yanaenda vizuri, watu wamekaa vizuri, labda kama watoto wachezi na kadhalika. Vyote hivyo ninyi ndio mnaosimamia. Kwa hiyo mnaalikwa kushiriki kamilifu katika mambo hayo. Halafu pia kuna sehemu nyingine ambapo kutokana na uhaba wa lauda mapadri, ukute kuna watu wengi wamekuja kwenye ibada na wako wengi wanaokomunika. Basi kuna pale ambapo unakuta mtu kama katekista au si mtawa anaruhusiwa kukomunisha. Kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo ambavyo walei wanaalikwa kuvishiriki. 3, kujenga na kusaidia jumuiya ya waamini. Jenga na kusaidia jumuiya ya waamini. Kusaidia ufundishaji wa mafundisho ya dini. Wale wamealikwa pia kufanya hivyo. Ndio maana kuna makatekista ambao wanafanya hivyo. Wako na wale wengine ambao wanajitoa kufundisha dini. Sio kazi tu ya padri au shemasi, hapana. Hata ninyi wale kwa kweli mmealikwa kusaidia katika mafundisho ya dini. Na pia kujiingiza katika kazi za upendo wa kiinjili na upendo wa kiinjili, kusaidia watu wenye shida mbalimbali. Na kuna vyama vingine, kwa mfano kama vya Mtakatifu Vicente wa Paulo ambavyo vinajitoa kwa ajili ya kusaidia wenye shida. Basi kila mmoja kama mlei ameitwa pia kushiriki shughuli za namna hii, kuonyesha ule upendo wa kiinjili kwa wengine, kusaidia ambao wana shida, kutembelea wagonjwa, sijui wafungwa na kadhalika, vitu vya namna hiyo. Alafu pia kuleta haki katika jamii. Yaani wewe ambao ni mlei, yaani Mkristo mlei, pale ambapo unapokuwepo, jitahidi kabisa kadiri unavyoweza kuleta haki na kutenda haki. Hiyo ni muhimu, kutenda haki kadiri unavyoweza, kutenda haki. Mfano, wewe una biashara unayofanya, labda una kiwanda na kadhalika, na kuna wafanyakazi ambao uko, je, hawa wafanyakazi unawatendea haki katika maana kwamba ule mshahara ambao kwa kweli ni haki kuendana na kazi ambayo unayofanya? Wengine majumbani mwenu mna wale ni wasaidizi,
mnaita house girls, kitu namna hiyo, au house boys sijui. Na wakati mwingine kunakuwa na nani kidogo, kunakuwa na mvutano kati ya mwanaume na mwanamke. Mwanamke anasema tunataka house boy, mwanamume anasema nataka house girl. Yaani na wakati mwingine kuna mvutano kiasi fulani. Sasa hao wanaowasaidia shughuli majumbani mwenu, mnawatendea haki? Jiulize, mnawatendea haki? Je, huyo ambaye yuko anafanya kazi nyumbani kwako, unamuona labda kama mtoto wako au unamuona kama mtumwa? Maana sehemu nyingine ni kama mtumwa kabisa, ipo kama mtumwa. Kwa hiyo utakuta mtu anafanya kazi kama punda, na watoto wapo, watoto wa familia wapo, na wanaweza kufanya shughuli nyingine, lakini wanaambia nyie kaeni hapo tu, kunja miguu, angalia cartoons hapo, si nini na nini, angalia nani hapo. Si kuna mfanyakazi atahangaika na mambo yote haya, alafu inapotokea atakula wala hali pamoja na wengine, atatengia huko mbali huko kama mkoma. Naona sasa. Kwa hiyo ndio nasema tumealikwa kutenda haki. Tusiongelee tu mambo ya haki midomoni humu, lakini jiulize, wewe unatendea haki yule ambaye unayekaa naye, ambaye labda yuko chini yako, unamtendea haki? Kwa hiyo tujitahidi. 4, kuishi wito wao ulimwenguni. Wale wanaalikwa kuishi wito wao ulimwenguni. Napomaanisha ulimwenguni, ina maana kawaida, yani mapadi hata watawa mara nyingi utakuta wana nyumba. Kwa hiyo mazingira ni kama yale tu, nyumba iko hapo, shughuli zake atazifanyia hapo. Lakini naposema ulimwenguni, ninyi ndio mnaishi huko ulimwenguni. Sehemu yako ya kazi, unatoka nyumbani unaenda mbali huko, unafanya shughuli kwenye daladala huko na kadhalika, unakutana na watu mbalimbali. Sasa je, wewe utakuwa mfano kama kwenye daladala pembeni mwako kuna mtu ametoa mtu anataka kutoa kuna nauli, kulipa nauli, alafu tuseme mwanaume au mwanamke na pochi huko, hata ametoa hela na nyingine kadondoka chini hapo, lakini hana habari na uko pembeni. Sasa wewe utajikuta unafanyaje? Ndio unaweka mguu pale hivi ili kusudi baadaye utaivuta na kuichukua. Kwa hiyo nasema ulimwenguni kwa sababu ninyi huko katika pilika za maisha, masokoni huko, sokoni na kadhalika, kazini wapi, barabarani huko na kadhalika, ndio maana ulimwenguni huko ndio mko huko. Hawa mapadi mara nyingi maisha ni hapo wanazunguka maeneo ya parokia, lazima wasikilize watu, wafanye maadhimisho ya misa na kadhalika, lakini walei wapo huko ulimwenguni. Hiyo umeitwa kutakatifuza ulimwengu huko unako kuwepo, kazini, barabarani, kwenye daladala pia, unatakatifuza ulimwengu hapo unapokuwepo. Kwa hiyo tumeitwa hivyo. So kwa hiyo jukumu kubwa la walei ni kubadili jamii kutoka ndani, kuibadili jamii kutoka ndani, katika maana kwamba nyie mnaishi huko ulimwenguni, pale ambapo unapokuwepo, kazini, kwenye biashara, si wapi huko na kadhalika, kwenye usafiri, kwenye daladala, kufanya nini? Kubadili sasa ulimwengu, watu wamwelekee Mungu, waishi vizuri. Ile sehemu yako ya kazi, kuna mfanyakazi hata mwenzako hatendi kile ambacho ni sawa. Je, unatakatifuza ulimwengu na jaribu kumwambia hiki si sawa? Naomba hiki si sawa. Tujitahidi kutakatifuza ulimwengu kwa sababu sisi tupo humo. Popote pale ambapo tunapokuwepo kama Mkristo safi,
jitahidi kufanya kile ambacho kinampendeza Mungu, hata na mwingine aweze kujifunza kutoka kwako. Aweze kujifunza kutoka kwako. Kuna mtu labda ameingia hata kwenye daladala, labda anasafiri, alafu amejikuta labda amesahau kwa bahati mbaya nauli. Kwa bahati mbaya amesahau nauli. Konda analeta nauli. Anaangalia, kumbe amesahau hela. Alafu na wewe uko pembeni hapo. Uko pembeni hapo na fedha unayo. Alafu yule anataabishwa na huyu konda anamtaabisha, wewe si nini, hata na kumtukana na kadhalika. Kutakatifuza ulimwengu, basi unafikiri unamlipia. Ndio Kristo yenyewe unamlipia huyu mtu. Kwani kufanya hivyo ni dhambi? Jamani, ni dhambi? Si dhambi. Tunatakatifuza ulimwengu ambao tunaishi. Tunafanya hivyo. Ndio matendo ya huruma hayo. Kwa hiyo kuna kufanya hivi kwa kutetea haki, amani na maadili mazuri. Pia kuleta hizi thamani za Kikristo sehemu ambazo tunakuwepo, sehemu za biashara, kazini na katika familia zetu. Na kuwa mashahidi wa upendo, unyenyekevu na uadilifu katika nyanja zote za maisha. Tumeitwa kuyafanya hayo. Kuwa mnyenyekevu na mwadilifu ile sehemu ambapo unayofanya kazi, sehemu ambapo unapokuwepo. Je, wewe ni mwadilifu? Uadilifu, mtu ambaye ni mwadilifu ni kwamba afanye kile ambacho ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Yaani kwa mfano hata kama niko ofisini, kuna mambo ya fedha na balance mahesabu yako hapo na kadhalika. Alafu kuna namna unaweza kufanya pale ukabakiwa na hela hapo na kadhalika, ambayo si sahihi, lakini unafanya hivyo kwa ajili hiyo, kwa namna nyingine, yani kujipatia kipato kwa njia ambayo labda si ya halali. Haya, kuna watu tunaita sio labda sio wa machinga, au hata kwenye maduka huko Kariakoo au sehemu nyingine. Unaweza kwenda unanunua kitu. Unaweza kununua kitu, nifungie. Sasa unanunua simu au kitu gani? Haya, naomba unifungie. Alafu umegeuza kichwa nyuma namna hii tu wakati anakufungia. Basi anakuambia hiki hapa tayari. Unaondoka. Unaenda kukuta kipande cha sabuni na sio simu. Sasa ukute labda anayefanya namna ile Mkristo. Ukute anayefanya namna ile ni Mkristo. Haviendani kabisa. Haviendani kabisa. Ndio maana nasema kwamba tujitahidi kuishi maisha ambayo ni ya uadilifu. 5, kushirikiana na waklero. Walei wameitwa kushirikiana na waklero. Wakati waklero, yani wale wenye daraja, wana jukumu la kuongoza mambo ya kisakramenti na ya kichungaji. Walei wanapaswa kushirikiana nao kwa moja, kuhudumia katika hizi halmashauri ya walei. Kuna katika ngazi zote, kuna katika parokia, kuna jimbo, hata kitaifa. Na tena mwaka huu mpaka mwaka kesho kuna hili swala la uchaguzi wa katika hizi halmashauri za walei. Sasa hao ambao wanakuwa katika halmashauri ya walei, basi wanapotimiza vizuri wajibu wao, wanafanya nini? Wanasaidiana na waklero. Inakuwa ni njia moja hapa kusaidiana na waklero. Kwa hiyo walei imeitwa kushirikiana na waklero katika ngazi hizo, katika halmashauri ya walei. Na kipindi cha ambacho ni chaguzi, basi lazima kuwa na viongozi wale ambao
tunajua kwamba hawa wanaweza wakashirikiana na mapadri, wanaweza kushirikiana na mapadri. Sasa kuna sehemu nyingine unaweza kukuta watu wanasema kwamba wanapiga kampeni, tumchague mtu fulani, huyu ni mbabe kidogo, akapambane na paroko. Huyu ndio anaweza kupambana na paroko. Mtu fulani akapambane na paroko. Waliopo katika halmashauri ya walei hawapo kwa ajili ya kupambana na paroko. Sio wanaharakati, sio wanaharakati kabisa, kwamba tumchague fulani apambane na paroko. Hapana. Na mkifanya hivyo mtakuwa mnajikomoa wenyewe, kwa sababu paroko au mapadi wanahitaji yule ambaye wanaweza kashirikiana naye. Sasa kama mnamletea mpambanaji, hawezi kushirikiana na mpambanaji, haiwezekani. Kwa hiyo hasara ni kwenu ninyi mle mchagua mpambanaji, hasara itakuwa kwenu. Kwa hiyo nachagua yule ambaye najua kwamba huyu anaweza kashirikiana vizuri na paroko, na kama unashirikiana vizuri, parokia yetu itasonga mbele, itasonga mbele. Kwa hiyo tujitahidi katika hiyo. Tunasema kwamba kushirikiana na waklero, na hasa hii halmashauri, na tunasema ni halmashauri. Halmashauri kazi yake ni nini? Kushauri. Hii lazima tuelewe, kushauri. Kazi ya halmashauri ni kushauri. Waliopo, si kuna kamati tendaji, si kuna nini, kazi yao ni kushauri. Mwenye maamuzi ya mwisho ni nani? Ni paroko, ndiye aliyekabidhiwa parokia. Parokia haikukabidhiwa kwa halmashauri, parokia imekabidhiwa kwa paroko. Kwa hiyo kazi ya halmashauri ni kutoa ushauri. Kwa hiyo makundi haya mawili, maklero na hao, fanya kazi pamoja. Tunashauri tufanye hivi na hivi na hivi na hivi, jambo jema. Basi na paroko anaona hili ni jambo jema, linafanyika, tufanye, ndio hivyo. Lakini sio kwamba wana maamuzi ya mwisho. Mwenye maamuzi ya mwisho ni paroko. Kwa hiyo paroko anaangalia ushauri huu niliopewa unajenga ama haujengi. Unajenga, anaufanyia kazi. Anaufanyia kazi. Ushauri huu haufai, na haufanyiwi kazi. Na wala wale waweze sema kwamba amepuuza ushauri wetu. Sidhani kama kuna paroko ambaye anapuuza ushauri ambao ni mzuri. Hakuna paroko ambaye anapuuza ushauri ambao ni mzuri. Na kama yupo, atakuwa ni wajabu sana, kwamba amepewa ushauri mzuri na kamati tendaji na walei, basi afanyie kazi huo ushauri. Kwa hiyo naomba tuelewe hicho kwamba kuna nini, kuna halmashauri kazi yao ni kutoa ushauri, na ushauri unapokelewa ama unakataliwa. Lakini vyote hivyo vinaangaliwa pande zote mbili. Hii kitu kifanya na inakuwa vizuri kwa kweli, pande zote mbili zikiwa pamoja, mapadi au paroko pamoja na walei kamati tendaji wakiwa kitu kimoja, parokia inakwenda vizuri kabisa. Lakini kamati tendaji inasema hivi, naelekea huku, paroko anaelekea kule, parokia itapiga mark time tena na kurudi nyuma, haitakwenda mbele. Kwa hiyo walimu naalikwa, nilivyosema, kushirikiana na waklero, na njia moja hapo ndio hiyo sasa, kufanya kama kuna hizi halmashauri zenu, mshirikiane pamoja na hawa maklero. Halafu 6, kujibidisha kukua kiroho. Kukua kiroho, kujibidisha, kila mle anaalikwa kujibidisha kukua kiroho. Walei wameitwa kukua kiroho. Si kazi kwamba tuseme kukua kiroho ni kazi ya masista, mapadri, na sisi walei tuende. Mmeitwa kukua kiroho kwa njia ya sala, 2, kusoma maandiko matakatifu, 3, kupokea sakramenti, 4, kuishi maisha ya fadhila na upendo. Mmeitwa katika hayo.
kusali, kusoma maandiko matakatifu, kusali asubuhi, mchana, jioni, usiku. Basi usiwe mtu ambaye hasali, unaamka tu kama kuku wa kienyeji. Huwa napoenda kwenye kipaimara huko nawaambiaga watoto, usiamke kama kuku wa kienyeji. Unajua kuku wa kienyeji huwa anafungiwa kwenye banda, alafu yule mwenye hilo banda asubuhi anaenda anafungua ule mlango na kuku wanatoka kwa spidi kwenye ile banda, wanakimbilia huko kwenda kujitafutia chakula. Sasa usiamke kama kuku wa kienyeji, kwamba umezinduka usingizini umekuta ni asubuhi, alafu katoka hapo kitandani kwa spidi kali unakimbilia kwenda kuoga si na nini ili uwahi daladala na kadhalika. Wala hujamshukuru Mwenyezi Mungu aliyekuamsha, wala hujamwomba Mungu baraka kwa siku ambayo inaanza, wala hujafanya hivi. Kwa hiyo tusali, unamshukuru Mungu umeamka salama na unamwomba baraka kwa siku ambayo inaanza. Kwa hiyo tumealikwa kusali, kusoma maandiko matakatifu. Kuna Biblia, usiache kusoma Biblia. Biblia itakusaidia kufanya nini? Kujua kile ambacho Mungu anatutaka kufanya. Kupokea sakramenti, hizi sakramenti. Sakramenti ambazo tunazipokea mara kwa mara, kitubio, na ekaristi. Usikae mwaka bila kuungama. Ukikaa mwaka bila kuungama ni hatari. Na kuna wengine wakuta hata miaka 5 hata 20 hajaungama. Huyo ameamua kujikatia tamaa kabisa. Kuwa na utaratibu kuungama mara kwa mara. Wala katika mwaka kuna mara mbili ambapo huwa kanisa linatoa nafasi za kuungama. Wakati wa kipindi cha kabla ya Christmas, majilio, watu wanakaribisha, jamani mje kuungama. Haya, pia wakati wa Kwaresma, kabla Pasaka, jamani kuna kuungama. Basi tukaungame. Kwa hiyo kupokea sakramenti mara kwa mara na kuishi maisha ya fadhila. Basi hayo ndio ambayo Mwenyezi Mungu amependa kuwafundisha leo katika huu mlima wa Bwana. Maana anasema twendeni katika mlima wa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, atatufundisha nasi tutatembea katika mapito yake. Basi tutembee katika mapito yake. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kuna